Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimetangaza kususia kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Katibu mkuu wa chama cha Chadema John Mnyika, ambaye ndiye mwenye dhamana ya kusaini kanuni hizo, kwa niaba ya chama ametangaza kupitia mtandao wa X kuwa hatua ya chama hicho kutohudhuria hafla ya utiaji saini kanuni hizo uliofanyika jana Jumamosi mjini Dodoma chini ya uratibu wa Tume Huru ya Uchaguzi INEC ya nchi hiyo. Kati ya vyama 19 vya siasa vilivyosajiliwa Tanzania, 18 vimesaini kanuni hizo na Chadema pekee ndiyo kilichosusia. Katibu mkuu Chadema Tanzania sitakuwepo kwenye kikao cha tarehe 12 Aprili 2025 cha kushauriana na kusaini maadili ya uchaguzi ya 2025. Ifahamike kuwa mwenye mamlaka ya kusaini maadili ya uchaguzi kwa niaba ya chama cha siasa ni katibu mkuu. Katibu mkuu sijateua kiongozi au afisa yeyote kwenye kushiriki kwa niaba yangu katika kikao hicho kitakachofanyika katika ofisi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, Tume Uchaguzi Tanzania mkoani Dodoma, ametangaza Mnyika kupitia mtandao wa X. Kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi ni takwa la kisheria na moja maandalizi muhimu ya uchaguzi mkuu ambao unahusisha kinyang'anyiro cha nafasi za udiwani, ubunge na uraisi. Juzi Ijumaa, mkurugenzi wa uchaguzi wa INEC Ramadhani Kailima alitahadharisha katika mahojiano na runinga ya UTV ya Tanzania kuwa chama ambacho hakitasaini kanuni za maadili hakitashiriki katika uchaguzi wa Oktoba 2025. Kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi, maadili hayo yanapaswa kusainiwa, kuzingatiwa na kutiiwa na chama cha siasa, mgombea, tume na serikali. Sasa, kama kuna chama cha siasa hakitasaini maadili hayo jana, hakitapata fursa ya kusimamisha mgombea, alisema Kailima, ambaye anaripotiwa kusisitiza kauli yake hiyo jana huko Dodoma. No reforms, no elections. Msemaji wa Chadema, Brenda Rupia, ametoa taarifa kwa umma akisema kuwa hatua hiyo ya kutosaini kanuni za maadili hiyo jana imetokana na kile alichodai kuwa ni kujibiwa kwa barua yao iliyotumwa Disemba 2024 kuhusu mapendekezo ya madai ya msingi ya Chadema kuhusu mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Kwa mujibu wa Bi Rupia, ukimya wa tume unathibitisha kukosekana kwa nia ya dhati ya kufanya mashauriano ya kweli na uwazi kuhusu mchakato wa uchaguzi. Chadema tayari ipo katika kampeni ya no reform no election, ikimaanisha bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kampeni hiyo ambayo imekuwa ikiongozwa na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu inalenga kuzuia uchaguzi kufanyika endapo matakwa ya chama hicho hayatatekelezwa. Lissu alishtakiwa kwa uhaini juzi Alhamisi akituhumiwa kuchochea uasi. Mashtaka hayo yanatokana na moja ya kauli zake aliyoitoa kuhusu kuzuia uchaguzi. Makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche ametangaza kuwa kampeni hiyo itaendelea licha mwenyekiti Lissu kuwa mahabusu. Chadema inaamini bila mabadiliko ya kimfumo uchaguzi wa Oktoba 2025 hautakuwa huru na wa haki, madai yanayopingwa vikali na chama tawala cha CCM pamoja na serikali.